afisa ushirika ameweza kuelezea swala hili la bidhaa ghalani. Ameshauri vizuri kwamba sisi kama chama tusiishie tu kwenye kukusanya mapato kupitia kupangisha. Ikiwezekana tuwe na namna nyingine ya kuweza kulima kilimo kama cha mbaazi, na hicho naona wanachama wengi wameitikia, ambacho wameonyesha kwa sababu kuna soko la kuuza zile bidhaa kwenye gara la serikali. Kwa mwisho wa siku, kupitia uuzwaji ambao unaenda kwa kufata kanuni na miongozo ya mauzo kwenye bidhaa la soko ambalo ni zuri. Kwa hiyo wajumbe wametoka hapo wakiamua wote waende wakalime, lakini pia hata kufanya ushirikiano na chama ili kuweza kufanya mauzo pale kwenye soko la ghalani ili tuweze kukidhi au kuongeza kipato kikubwa kwenye chama chetu. Tumewekeza, tumepangisha watu na huwa tunapata fedha kila mwezi, na kwa mwaka karibia kama milioni 9. Mwaka huu tulikuwa na jambo zito kidogo. Tuliwaza tungeweza kujenga labda jengo la kitega uchumi kubwa kabisa. Tuliwaza kama tungefanikiwa labda tujenge ghorofa, lakini enda kwa wahisani wanaweza kutusapoti mkopo kwa maana ya taasisi za fedha, benki, tulijikuta kuna baadhi ya vigezo vinatunyima kupata kiasi kikubwa ambacho kinaweza kikaweza kujenga jengo la ghorofa. Kwa mwisho wa siku tumerudi kwa wanachama ambao ndio wenye chama, wenye uwezo wa kuamua, ili wawe na jambo la kusema juu ya hili, na mwisho wa siku tumeamua kwamba ni vizuri tujenge majengo ambayo tunaweza kuyamudu sisi wenyewe, au hata kwa kukopa mkopo nafuu unaoweza kurejeshwa bila matatizo kabisa.